na ile radi wakati napiga, mtu wenyewe ambao walikaa watoto ni huu hapa, walikuwa hapo chini wanajiziba hicho kimvua, na ndio radi ikaja kuwapiga. Radi ilivyopiga pale imegusa watoto tu. Mti kama mnavyoona ni mbichi, haujaguswa wala chochote ambacho kimetokea. Hapa tupo na shuhuda ambaye alikuwepo kipindi tukio linatokea, ambaye yeye atatusimulia kile ambacho alikishuhudia. Habari kaka? Salama, habari ya nyie? Salama, unaitwa nani? Kwa majina yangu naitwa Emmanuel Grant, lakini pia ni mkazi wa Msongola. Yes. Ni kwamba jana ilikuwa ni siku ya michezo. Walikusanyika wanafunzi wa shule tofauti hapa kwa ajili ya michezo. Lakini baada tu mida kama 4:30 hivi, 5 ikawa inakuja dalili ya mvua. Kwa hiyo wakati dalili ya mvua inakuja ikawa kama yani mvua ambayo ni kubwa. Kwa hiyo watoto ambao walikuwa uwanjani na wengine kwenye sehemu za vyakula hivi wakawa sasa waanza kutafuta sehemu ili waweze kujificha, kwa sababu tayari kimvua kilikuwa kimeshaanza. Lakini wakati watoto wanatoka huku wanaanza kutawanyika kwa ajili ya kutafuta sehemu za kukaa, ndipo ikapiga ile radi. Na ile radi wakati napiga, mtu wenyewe ambao walikaa watoto ni huu hapa, walikuwa hapo chini wanajiziba hicho kimvua, na ndio radi ikaja kuwapiga hapo. Kwa hiyo sisi ambao tulikuwa hapa, hata tulivyosikia taarifa, sisi tulikuwa karibu na hospitali pale. Baada ya kusikia taarifa kwamba huku kuna watoto wamekufa, kwanza tulihisi kama ni utani. Tulihisi ni utani kwa sababu pia tukio lilikuwa ni geni, wana Msongola, watoto 3 kwa wakati mmoja, inaumiza sana. Lakini mwisho wa siku kwa tukasogea, tukaona watoto ambao walikuwa tayari wameshafariki pale pale, lakini tuna watoto wengine ambao walikuwa 2 ambao walikuwa majeruhi. Basi kilichofuata hapo tena ni kutoa msaada, kujua jinsi gani wale ambao majeruhi tutawasaidia kwa njia gani, taratibu zingine ziendelee. Kwa hiyo mwisho wa siku imekuwa hivyo, waliofariki ndio hao 3, lakini tunashukuru Mungu kwamba hata wale majeruhi sasa wanaendelea vizuri. Poleni. Asante sana. Huwa tunashuhudia matukio kama haya, lile sehemu ambayo radi imepiga panaungua, lakini hapa tunaona mti mbichi. Vipi? Mwandishi, hiki unachouliza wewe utakuwa wa 800 kuuliza hiki, kwa sababu hata sisi watu wa mikoani, mimi natokea Sumbawanga. Sisi kwetu Sumbawanga tumezoea kuona radi ikipiga sehemu, kitu cha kwanza kama ni mti unakauka kabisa. Lakini kitu ambacho kimefanya tushangae na wewe mtu wa 800 kushangaa hili ni kwamba radi ilivyopiga pale imegusa watoto tu. Mti kama mnavyoona ni mbichi, haujaguswa wala chochote ambacho kimetokea. Kwa hiyo sisi wenyewe tunashangaa, na wewe kama hivyo ni mtu ambaye umeshangaa, na hata watu wengine wakija wakiona huo mti watashangaa. Tumezoea hadi wanapiga kwenye minazi, miti mirefu, lakini sisi kwetu imekuwa ni tofauti. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimetuumiza, kimegusa sana maisha ya watu wengi wa huku. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.